atusaidie kufanya mapinduzi ya kiroho. Fanya toba maana tutambua udhaifu wetu na kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa yale tunayokosea, pia kuomba msamaha binadamu wenzetu. Toba inakuwa kitu cha kwanza, kwa sababu katika somo letu la pili Petro anaweka bayana kwamba waliweza kupotea njia kama kondoo wasio na mchungaji. Sasa kwa kuhubiriwa na kupata lile neno la Mungu na ujumbe ule kupokea, wanarudishwa sasa zizini ili kuendelea kufurahia maisha ya neema, ambapo wanakutana na mchungaji mwema ambaye ni Kristo mwenyewe. Leo wamenani kama yeye ni mlango wa zizi la kondoo, na mtu anayepita mahala pengine anaruka ukuta, basi kuna maswali ya kujiuliza, kwa nini hapitii mlangoni? Jini na mshirikisha na tuongoza kuona kwamba Yesu huyu kama ndiye mlango wetu na kupeleka kwenye uzima wa milele. Yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli, yeye ndiye uzima. Hapana mahali pengine tunaweza kukutana na Mungu isipokuwa kupitia kwake. Yeye ni mchungaji mwema ambaye anawajua kondoo wake na kondoo wake wanamjua. Dominika ya nne ya Pasaka daima tunasoma sehemu ya Injili ya Yohana ile sura ya 10. Kumbe mwaka tumesoma ile sura ya 10 ya kwanza mpaka ya 10. Yesu anajitangaza kwamba yeye ni mlango ambao kondoo wanapaswa kupita. Mlango ni njia ya kawaida kwa mifugo katika yale maboma ya wafugaji wanapitia. Maboma mara nyingi hayakuwa imara sana, na hivyo wachungaji daima walikuwa wanalinda ile mifugo yao dhidi ya hatari zozote. Siku wanakesha na kupeana zamu ili mifugo isizurike. Yesu alijitoa ili sisi tuweze kupata wokovu. Inamaanisha kwamba Yesu ni kiongozi halisi, kiongozi bora ambaye daima alikuwa na wathamini anaowaongoza. Ndio maana katika wimbo wa katikati wanakwaya wetu wametuimbia, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi ya 23. Mchungaji mwema huongoza kondoo wake katika mji mtulivu, uturejeshea hali ambayo tulikuwa tumedhoofika, anatupa nguvu mpya, anatulaza katika malisho ya majani mabichi ili kuweza kupata nguvu mpya, na utuongoza katika njia ya haki na kutuweka huru dhidi ya dhambi, dhidi ya matendo mabaya ambayo daima yanatuvuta kutenganisha na Mwenyezi Mungu. Somo letu hili linatukumbusha na sisi wapendwa waamini tuwe wachungaji wema kwa mfano wa Kristo. Yesu ni mfano bora ambao sisi tunapaswa kumwiga. Wale tuliokabidhiwa madaraka na rasilimali katika jamii, tunabarikiwa na Mungu ili tuwe mfano. Wakati fulani tunakengeuka na kupoteza mwelekeo. Wengi wetu tunatamani rasilimali tunazopewa, tuko tayari kutumia vipaji na elimu yetu kudhulumu jamii, kudhulumu watu. Hatupaswi kufanya hivyo, na kuwa Wakristo tunapaswa kutenda vizuri. Tumepokea madaraka na kujaliwa vipaji mbalimbali ili tusaidie jamii, ukianzia nyumbani, kwenye familia zetu, na sio kuwatesa wenzetu. Pia bali tunapotumia rasilimali zetu kuwasaidia wenzetu, hatupaswi kuwanyanyasa, hatupaswi kuwasimanga. Kumsaidia mtu jambo nzuri, basi tenda kwa moyo, alafu nenda zako. Mungu mwenyewe atakurudishia baada ya maisha haya kwamba ulitimiza wajibu wako mzuri, ukawa baraka kwa wahitaji baraka. Hadi fulani tunaingiwa na tabia kutaka sifa, watu watushukuru na kadhalika. Umemsaidia mtu, amevaa vizuri, ameshona kile kitenge kilichompa, basi naenda kutangaza kwa watu. Askofu wa Sika, nilishatengewa mimi nilipatia keki. Haisaidii. Ukarimu wako unaingia dosari. Hakuna haja ya kutangaza wala kusimama.
Pia tuepuke kutumia mali zetu, fedha au rasilimali kuwakaribisha watu wengine, kuwafedhehesha. Ndugu zangu, kama tulivyosema hapo mwanzo, leo jimbo letu la Mbeya kupitia viongozi na marafiki wa Radio Maria